Ahlan wa sahlan wa marhaba bika mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya kama yumba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kupe ahueni na kusalimu na kukaribisha katika taarifa habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chasema kitaendelea kusimama imara kuwapigania wanachama wao waliokamatwa kwa tuhuma za ugaidi. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi, na kusihi ungane nami hadi tamati. Barabara kabisa mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Uthman, karibu tuwe sote. Mtazamaji, kama ilivyoada mcheza kwa utunzo, tuanze na habari za kitaifa. Tanzania imeandika historia mpya katika masoko ya fedha ya kimataifa baada ya hati fungani ya kwanza inayotolewa nje nchi, Tanzania Offshore Bond, yenye thamani ya dola za Marekani milioni 100 sawa na takriban shilingi bilioni 262.5 za Tanzania, iliyotolewa na shirika la fedha la kimataifa mwanachama wa kundi la Benki ya Dunia IFC kwa kutumia sarafu ya Tanzania, kuorodheshwa katika soko la hisa la London, Uingereza. Fedha hizo zimeelekezwa benki ya NMB PLC kwa njia ya mkopo, ambako zitatumika kuendeleza kimtaji wafanya biashara wadogo na wakati, huku asilimia 20 ya fedha hizo sawa na takriban shilingi bilioni 52.5 zimetengwa kwa ajili ya kuwezesha wafanya biashara wadogo wanawake. Taarifa Beni Mwipaja inasoma studio. Akizungumzia hatua hiyo baada ya kupiga kengele kuashiria uzinduzi wa hati fungani hiyo na kufunga biashara ya soko la hisa kwa siku hiyo, Waziri wa Fedha wa Tanzania Balozi Khamis Musa Omar amesema mafanikio hayo yanafungua kurasa mpya kuiwezesha Tanzania kujenga imani zaidi kwa wawekezaji wa kimataifa na kupanua vyanzo vya mitaji kwa ajili ya dira 2050. Kwa nategemea sekta kwa mfano za uzalishaji kama vile kilimo, sekta ya viwanda, utalii na sekta nyingine za uzalishaji zitapata fursa kupitia makampuni madogo na ya kati SMEs kuweza kupata fedha ambapo tunategemea zitakuwa kwa gharama nafuu kuliko ambayo tumezoea, na hizi zitasaidia kukuza sasa uchumi kwa endana na kasi ambayo inatarajiwa. Naye mkurugenzi mtendaji na afisa mtendaji mkuu wa NMB Bi Ruth Zaipuna alieleza furaha yake kuhusu hatua hiyo na kwamba fedha zilizopatikana zitasaidia kuchochea uchumi wa nchi kwa kutoa mikopo ya muda mrefu kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, jambo litakaloongeza kasi ya ukuaji wa sekta binafsi, ajira na shughuli za uzalishaji nchini. Fedha hizi ndugu zangu wa Tanzania, zote tunakuja nazo hapo NMB Bank na tutazitumia kutoa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo, wakulima, biashara za wanawake na biashara nyingine zote ambazo zinaendelea tu kuwezesha uchumi wetu wa Tanzania, na hakika zitaenda kusaidia hata kuongeza ajira kwa Watanzania na vijana wa Kitanzania. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Benki ya Dunia anayesimamia masuala ya hazina George Familia amesema kuwa Benki ya Dunia inajisikia fahari kushirikiana na Tanzania kutimiza malengo yake ya kukuza uchumi wake jumuishi kupitia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. We believe that this project has the capacity to generate and support the creation of between 13,000 to 21,000 jobs in Tanzania, and that is the real measure of success. This is really about changing people's lives, not just about issuing a bond or being successful in securing the lowest possible funding cost. Benki ya Dunia kupitia taasisi yake ya IFC imewekeza nchini Tanzania zaidi ya dola za Marekani bilioni 1.6 ambazo zimewekezwa katika miradi mbalimbali ya kimkakati inayokwenda sambamba na malengo ya serikali kuitia sekta binafsi katika miradi ya miundombinu, kilimo, masoko, mitaji na nishati.
Na kukamilika kwa soko la kisasa pamoja na stendi ya mabasi inayojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 22 katika mji wa Ushirombo wilayani Bukombe unatarajiwa kuifanya eneo hilo kwa kitovu kikubwa cha biashara katika ukanda wa Geita kwa kuongeza fursa za ajira, kuvutia uwekezaji na kuchochea ukuaji wa uchumi. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Waziri wa Madini Anton Mavunde ameendelea kutembelea miradi mbalimbali katika mkoa wa Geita akiwa ndio mlezi wa mkoa huu. Wilayani Bukombe ametembelea ujenzi wa soko na stendi ya kisasa ambapo serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa imetenga fedha hizo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo miwili inayojengwa katika eneo moja. Ujenzi wa mradi huu ulianza rasmi tarehe 3 mwezi wa 5 2025 baada ya wafanyabiashara waliokuwepo eneo hili kuhamia katika maeneo yaliyotengwa ili kupisha ujenzi. Mradi huu unatekelezwa kwa siku 970 na unatarajiwa kukamilika tarehe 28 mwezi wa 12 2027. Katika mwaka wa fedha 24-25 zaidi ya shilingi bilioni 16 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa ambalo hadi sasa limefikia 46% ya utekelezaji, huku zaidi ya shilingi bilioni 6.6 zikitengwa kwa ajili ya ujenzi wa stendi ya kisasa ya mabasi ambayo imefikia 45% utekelezaji. Palikuwa na vibanda zaidi ya 425 ambao watakuwa kioperate ndani eneo hili. Na wote tulikubaliana tukaingia mkataba kwamba mara baada ya mradi kukamilika wote walikuwa kwenye maeneo ya stendi watarejeshewa vibanda vyao, watapewa wataanza biashara zao, na wale walikuwa kwenye maeneo ya soko pia watapewa vibanda. Na baada ya hapo wengine sasa watafuata kwa kushindanishwa ili waweze kupata yale maeneo ambayo yatakuwa yamebakia. Nafarijika kuona kwamba maeneo haya ambayo yamejengwa ni mengi zaidi kuliko maeneo ambayo yalikuwa pale mwanzo. Miradi hiyo kwa pamoja inatarajiwa kuwanufaisha wananchi na kuboresha mazingira ya biashara, kurahisisha huduma ya usafiri, kuongeza mapato ya halmashauri na kuimarisha shughuli za kiuchumi za wilaya hiyo. Eneo hili likaongeze mapato. Ninyi mnafahamu ilikuwa ngumu sana kuweza kukusanya mapato katika mazingira ya awali. Sasa mazingira yamebadilika, jengo linakuja kubwa la kisasa, lazima uwekezaji huu mkubwa unaowekwa hapa ukasaidie pia kuongeza mapato ya serikali kupitia halmashauri. Pamoja na hayo, Waziri Mavunde ametembelea mradi wa maji, barabara, ujenzi wa kituo cha polisi na zahanati inayojengwa na wachimbaji wa msasa na kufanya mkutano wa hadhara. Kurudisha kwa jamii kwa sababu Msasa ni eneo kubwa na ina watu wengi. Kama alivyosema kuna wahalifu pia wanakuja. Kwa hiyo kuhakikisha usalama unakuwepo wa watu wanaofanya shughuli zao, tuliamua kujenga kituo cha polisi. Lakini pia kituo cha afya, watu ni wengi, wanahitaji matibabu, kuna wanakijiji. Kwa hiyo ndio ilitusukuma tufanye. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Asante sana Salma Mrisho kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete amewataka watendaji wakuu wa taasisi, mashirika na wakala wa serikali kuhakikisha utekelezaji wa dira ya maendeleo yanakuwa sehemu ya majukumu yao ya kila siku kwa kuainisha mipango, bajeti na matumizi ya taasisi wanazoongoza. Adam Lohomwa ana taarifa hii. Ridhiwani Kikwete ametoa wito huo Kibaha mkoani Pwani wakati akifunga mafunzo siku 3 kwa watendaji wakuu wa taasisi, mashirika na wakala za serikali yaliyolenga kuimarisha utendaji kazi wa taasisi za umma. Mzingatie sheria, kanuni na miongozo wakati wa utekelezaji wa majukumu yenu. Mwende kujenga na kuimarisha uwezo wa taasisi zenu kuendeleza kujifunza, lakini pia msisahau kuendelea kusimamia madhubuti rasilimali watu, rasilimali fedha na rasilimali nyingine za serikali zilizoko katika taasisi zenu mnazozisimamia. Nendeni mkajenge mazingira ya kazi yanayochochea utendaji, ubunifu, ushirikiano na ustawi wa watumishi ili kuongeza tija katika taasisi zenu. Lakini pia endeleeni kujenga uhusiano wa kiutendaji wenye afya baina yenu na watumishi mnaowasimamia, bodi za wakurugenzi zenu, wizara mama pamoja na wadau wengine ili kuongeza ufanisi katika utendaji kazi wa taasisi mnayosimamia. Aidha, amesisitiza kuwa mafanikio ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 hayatapatikana kwa kutoa matamko pekee, bali kupitia maamuzi ya kila siku yanayofanywa na viongozi wa taasisi. Sio kiongozi kwamba wewe ukiingia kama kule nyumbani Mama Aziza akakuvuruga, basi hasira zote zinahamia kwa watumishi ofisini pale. Tunategemea kwamba kutokea kwenu mtupelekee furaha pia kwa watumishi wa umma, kwa sababu wakiwa na furaha wao, wakitekeleza majukumu yao, ndiyo serikali nayo inakaa vizuri.
Kwa hiyo tunategemea tuone hii katika eneo hasa la kujenga mahusiano mazuri kiutendaji, ambao tunaamini kwamba ndio afya ya taasisi zetu, nalo litakwenda vizuri ili tuweze kufanikisha yale ambayo tunayahitaji. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema katika kipindi cha mafunzo hayo, mbali na kujifunza, lakini pia imekuwa ni nafasi muhimu ya kubadilishana uzoefu, kujenga ukaribu wa wafanyaji kazi kwa pamoja. Ni mengi ambayo sisi tunayaona katika taasisi hizi, mabadiliko tunayaona. Ni rahisi sana kuzungumza mabadiliko ya kiutendaji ya kuangalia pesa, lakini kuna mabadiliko nje ya mfumo wa pesa ambayo ni makubwa sana. Kwa huduma zinazotolewa, kumekuwa na uboreshaji mkubwa sana wa huduma zinazotolewa na taasisi zetu. Kumekuwa na kuimarika kwa utendaji wa kazi kiuchumi. Kumekuwa na kupungua utegemezi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Tumepokea maelekezo muhimu ambayo yatatusaidia sisi katika utendaji wetu wa kila siku. Hata kwenye haya mafunzo, component kubwa ilikuwa inahusiana na swala la usimamizi wa rasilimali watu kama nguzo muhimu katika kuiendea na kutekeleza na kufikia malengo ya Dira 2050. Adam Ruhomwa, Star TV. Mtazamaji, sasa tutupie jicho katika siasa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kitaendelea kusimama imara kuwapigania wanachama wao waliokamatwa watoke kwa kutuhumiwa kwa makosa ya ugaidi, ambapo hadi sasa jumla ya wanachama 51 wamekamatwa kwa makosa hayo. Taarifa kamili na Sharifa Suleiman. Kati ya watuhumiwa hao 51 ambao ni wanachama na viongozi wa Chadema, mmoja ni mwenyekiti wa kata Ibungilo jijini Mwanza, Fatson Mpango. Makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Bara, John Heche, anakutana na waandishi wa habari jijini Mwanza na kueleza mpango wa chama hicho juu ya kesi hizo za ugaidi wanazodai kupewa viongozi wa Chadema. Kwa kitendo cha hawa watu kutangaza kwamba nchi yetu ina ugaidi wakati wanajua ni uongo, ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu, na baadaye sisi tukisema wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa. Tutaandikia FIFA kwamba serikali inatangaza kwamba kuna ugaidi nchi hii. Tutaiandikia CAF kwamba hii serikali ya Samia inatangaza kuna ugaidi. Kwa hiyo rethink kuhusu hili jambo. Kwa sababu kama kuna ugaidi, mnaletaje watu kwenye nchi hiyo ambayo serikali yenyewe inasema kuna ugaidi? Aidha, Heche anashangazwa na vyama vya kitaaluma na vyuo vikuu kukaa kimya kwa kile anachodai mhadhiri kupewa kesi ya ugaidi akitimiza majukumu yake. Haelewi wapi taifa linapoelekea. Walimu wa vyuo vikuu na wanafunzi ambao mko madarasani, walimu mnaenda kufundisha, mnafundisha nini? Mwenzenu amepewa kesi ya ugaidi ya uongo. Utasema ni Kaijage wa UDOM, kesho utakuwa wewe wa Sauti, kesho kutu atakuwa yule Juma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, siku nyingine atakuwa mwalimu fulani. Kwa sababu tuliposema, alipobambikiwa kesi Lissu, walisema ni Lissu. Leo wamefikiwa walimu wa vyuo vikuu, kesho itakuwa waandishi wa habari, kesho kutu itakuwa wachezaji, siku nyingine itakuwa wasanii. Hakuna mtu ambaye yuko salama. Na mke wa mwenyekiti wa kata Ibungilo, Oliver Richard, akieleza machungu anayokumbana nayo baada ya mumeo kukamatwa kwa kesi ya ugaidi. Mama yule atuone kama wamama wenzake, na yule amepata uchungu kama sisi. Si kwamba hajapata uchungu kama sisi tulipopata uchungu. Wale ni watu kama yeye. Asimame awasaidie. Hata kama ni viongozi wa Chadema, asimame awasaidie. Si kwamba Msisitizo wa chama cha Chadema ni kuendelea kudai katiba mpya na kutolewa kwa mwenyekiti wao Tundu Lissu gerezani. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza.
Mtazamaji, sasa tuelekee visiwani Zanzibar. Rasilimali za mafuta na gesi zilizopo barani Afrika zinaendelea kuonekana kuwa miongoni mwa nyenzo muhimu za kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii, huku vijana wakihimizwa kushiriki kikamilifu katika sekta hiyo na kutumia fursa zinazotokana na uwepo wa rasilimali hizo. Mwandishi wetu Abdullah Pando ametuandalia taarifa hii. Akifungua kongamano la pili la nishati ya mafuta na gesi asilia kwa nchi za Afrika, Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Captain Hamadi Bakar Hamad, anasema kongamano hilo lililowakutanisha wadau wa nishati na uwekezaji litajadili namna bora ya kutumia rasilimali ya mafuta na gesi iliyopo barani Afrika ili kuhakikisha zinanufaisha wa Afrika wenyewe. Afrika yenyewe ina hizo resources nyingi sana, lakini bado inaagizia nje ya Afrika resources hizo. Kwa hiyo hii mkutano huu mara hii umeangalia namna gani tutaweza kuzikabili changamoto hizo, ikiwemo kuvutia wawekezaji. Lakini kwa upande wetu sisi Zanzibar pia ni fursa nzuri ya kuonesha ni namna gani tumeshiriki katika suala la mafuta na gesi Zanzibar. Mwanzilishi na mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana ya Kimataifa katika sekta ya mafuta na gesi, Mhandisi Jafari Muhammad Hamza, anasema lengo la kongamano hilo ni kuhakikisha ushirikishwaji wa vijana katika kila hatua ya sekta ya maendeleo ya nishati, mafuta na gesi asilia, huku wakiibua changamoto zinazokabili sekta hiyo. Lengo kuu ni kwa ajili ya kuvuta investors kutoka nje, lakini vile vile kushirikisha vijana wenzetu wa nchi tofauti ili kuweza kujumuika na vijana wenzetu wa Tanzania kwa lengo la kuexchange taaluma. Baadhi ya washiriki walioshiriki katika kongamano hili wanasema kongamano hilo ni fursa kwao ya kubadilishana uzoefu kwa wawekezaji waliofika hapo. Sisi tuko hapa kuunganisha dunia nje na Afrika pamoja na kuendeleza policy ambazo zinaendelea duniani, kuhakikisha tuko kwenye mwendo sana na tunatunza mazingira yetu na nakuza uchumi wetu. Ni fursa kwetu kuja kujifunza namna kuhama kutoka katika zile rasilimali tunazozitumia vibaya ambazo zinaathiri mazingira na afya zetu, na kuja kuelewa umuhimu wa kutumia hizi ni such as rasilimali asilia. Tarajio yangu na matazamio yangu for this conference is I'll make partners, tutakuwa na connections, tutakuwa na shared learnings, na tukitoka hapa tutapeleka haya mafunzo yote nyumbani. Kongamano la mafuta na gesi katika nchi za Afrika limehudhuriwa na washiriki kutoka nchi 13, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuiweka Zanzibar katika ramani ya uwekezaji wa mafuta na gesi asilia sambamba na kuimarisha uchumi wa buluu. Abdullah Pando, Star TV, Zanzibar. Asante sana Abdullah Pando kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, turejee hapa Mwanza. Polisi mkoani Mwanza imesema itaendelea kusimamia kwa makini kesi za waathirika wa ajali za barabarani ili kuhakikisha waliosababisha ajali hizo wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Tupate taarifa zaidi. Ni katika hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod William Mtafungwa amesema hayo mara baada ya kutoa msaada wa vitu mbalimbali vikiwemo vifaa tiba kwa wagonjwa waliolazwa. Na upande wetu jeshi la polisi tutaendelea kuzisimamia. Nadhani hapa kila askari ametoka akiwa amepata picha kabisa kwamba wako watu wanaoumia. Hivyo tutakwenda kuzisimamia hizi kesi kuhakikisha kwamba wale waliofanya makosa yakasababisha ajali kwa wenzetu hapa wanapata stahili yao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za sheria ya usalama barabarani. Akiwaongoza maofisa wakaguzi pamoja na askari wa vyombo mbalimbali, Kamanda Mtafungwa amesema msaada huo umetokana na sehemu ya mishahara ya askari wa mkoa wa Mwanza ikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 3.6. Bima za afya kwa wagonjwa 10. Tumekuja na magongo haya ya kusaidia kutembea pea 10, lakini sabuni vipande 15, sabuni za unga mifuko 5, mafuta ya mgando box 5, na pia tumeleta taulo za kike box 2, dawa za meno dazeni 5, miswaki box 2. Ujio kama na Mtafungwa pamoja na askari yao ukaleta faraja kwa wagonjwa. Pata ajali Mziruga Plaza pale, nilikuwa nakimbia Pasha, pitiwa na gari ya cruiser.
Ndio hivyo nikapelekwa Seketule. Sasa hivi niko Bugando. Shukuru sana. Wameninia kutuletea magongo kabisa hivi. Hapo na washukuru sana. Kwa shuleni nikateleza kwenye matope nikavunjika mguu. Baada ya kuvunjika mguu nikaletwa hapa katika hospitali ya Bugando, nikafanywa upasuaji wakanekea chuma, na leo hii jeshi la polisi limekuja kutuletea msaada wa magongo na nashukuru sana. Nilivyoletwa hapa hospitali hakuna hata mtu anayenifuatilia kati ya hao walionigonga, dereva akiwa na konda wake. Pongezi za dhati zikatolewa na mkurugenzi wa huduma za upasuaji Daktari Bingwa Samson Kichiba ambaye alikuwa mwenyeji wao. Kwa majitoleo yenu, kwa maana mmeona mtoe sehemu ya mishahara yenu kwa ajili ya kuja kuwafariji wagonjwa wetu. Hizo ni roho za majitoleo, ni matendo ya huruma. Kuwajulia hali wagonjwa pamoja na kufanya matendo ya huruma ni utaratibu wa jeshi la polisi kuwa karibu zaidi na wananchi. Kutoka jijini Mwanza, Respisus Kaiza. Mtazamaji, tusalie hapo katika sekta ya afya. Kwingineko, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amezindua magari manne ikiwemo gari la kubeba wagonjwa atakayowasaidia wakazi wa Moshi mjini mkoani Kilimanjaro kuondokana na changamoto ya usafiri wakati wa dharura. Ni siku ya 3 ya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo katika mkoa wa Kilimanjaro ya waziri wa afya Mohamed Mchengerwa ambaye ni mlezi wa mkoa wa Kilimanjaro, ambapo akiwa katika manispaa Moshi amezindua magari manne yaliyotolewa na mbunge wa jimbo la Moshi mjini, ikiwa ni sehemu ya ahadi aliyotoa wakati wa kampeni za uchaguzi mwaka 2025. Kwamba nitanunua gari kwa ajili ya kubeba marehemu wetu, na leo gari hii tumenunua, iko mbele yako, gari na AC mpya kwa ajili ya kusaidia huduma za jamii. Lakini kwenye kampeni zangu niliwaahidi wananchi hawa kwamba nitawaletea ambulance. Mheshimiwa Waziri, yeye mnatoa ambulance kwenye vituo vya afya, lakini mimi kama mbunge wa Moshi mjini nimechukua dhamana hii ya kuwanunulia wananchi ambulance kwa ajili yao. Wakiwa wanaumwa mtaani, wanapiga simu kwenye ofisi ya mbunge 0793444555, inakuja ambulance. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro pamoja na meya manispaa Moshi ni miongoni mwa walioshuhudia uzinduzi huo. Kwa niaba ya madiwani na wenzangu wote, tunachukua nafasi hii kumpongeza mheshimiwa mbunge kwa sababu ndani ya muda mfupi ameweza kutekeleza ahadi zake, na mimi niwakumbushe madiwani na nyie mlivyokuwa kwenye kata zenu kuna ahadi mlikuwa mnaziweka kule. Tujitahidini tuendelee kutekeleza ahadi zile ambazo tumeziweka kwa wananchi kama tulivyowaahidi. Mheshimiwa mbunge katika kutekeleza ahadi zake ametekeleza kumsaidia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa magari ya wagonjwa na magari ya kwenda kwenye sherehe, yaani furaha na huzuni, na leo umeyakabidhi. Waziri wa afya Mohamed Mchengerwa akatumia wasaa huo kuwapongeza wahudumu wa afya kwa kuzingatia weledi wakati wa kuhudumia wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo waombe, natambua madaktari, wauguzi, manesi, walinzi wanaofanya kazi kwenye vituo vyetu vya afya, hospitali zetu za afya, wanafanya kazi nzuri sana. Wanafanya kazi nzuri sana. Kwa kupeleka salamu zangu kwa watumishi wote wa sekta ya afya katika mkoa huu, mkoa wa Kilimanjaro, mtendaji mkuu na mkuu wa mkoa, pelekeni salamu zangu za pongezi. Nawapongeza sana kwa sababu mnafanya kazi nzuri sana. Waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amefanya ziara siku 3 mkoani Kilimanjaro, ambapo ametembelea miradi mbalimbali ya maendeleo mkoani humu, huku akimalizia na manispaa ya Moshi na kutembelea ujenzi wa stendi ya mabasi ya Nganga Mfumuni na ujenzi wa kiwanja cha mpira cha Majengo. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Mtazamaji, sasa tukue pipa tuelekee huko London. Kiongozi mkuu wa Jumuiya ya Kiislamu ya Ahmadiyya duniani Hazrat Mirza Masroor Ahmed amewataka waumini wa jumuiya hiyo kuishi Uislamu kwa vitendo kwa kujawa na hofu ya Mungu kwa imani na utii ili kuwa mfano bora kwa wengine. Kutoka London, Uingereza, Michael Noel anatupasha zaidi.
Ni siku ya pili ya mkutano wa kimataifa wa Jumuiya ya Ahmadiyya ambao unaendelea hapa London, Uingereza. Kiongozi mkuu wa jumuiya hii Hazrat Mirza Masroor Ahmadi amewahimiza Waislamu kuonesha kwa matendo katika utii, imani na kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Prince Messiah explaining the purpose of this convention, he explained in his own words and said that we hold this gathering so that the fear of... Lengo la kutaniko hili ni kuhuisha imani yetu na hofu ya Mungu, na usafi uanzishwe katika maisha yetu, na upendo kwa Mungu na mguso wa kiroho, ili uwezo huo wa kiroho utuwezeshe kuwa bora na mfano kwa wengine. In different ways. Jumuiya hii ya Waislamu wa Ahmadiyya umejijengea katika msingi pia wa kuguswa na kusaidia mahitaji ya kijamii, na tunakutana na missionari kutoka Ivory Coast ambaye atatueleza ni namna gani jumuiya hii ya Waislamu wa Ahmadiyya wamewekeza katika kusaidia huduma za kijamii barani Afrika, hususan nchini Ivory Coast ambako mradi mkubwa wa hospitali uko mbioni kuzinduliwa. We are struggling our best to provide people water, electricity, hospital, schools. Tunapambana kwa uwezo wetu kuwapatia watu maji, umeme, hospitali, shule, hasa tukizingatia kuwa tunafunzwa kwamba tunapaswa kutafuta maarifa tangu tunapozaliwa mpaka tutakapoingia kaburini. Kwa hiyo Jamaati tunaendelea kujenga shule katika vijiji mbalimbali ambavyo serikali bado haijawafikia. Tunajenga shule na hospitali, mfano Ivory Coast ambako tumejenga hospitali kubwa inayofahamika kama kituo cha Masloon. Of drinking. And then regarding health issues, Jamaat also is very concerned about that one. It's the blessing that you receive, the gathering, the unity. Tunapokea baraka na mwongozo, lakini pia kujenga umoja na watu kutoka historia tofauti, wote pamoja chini ya kiongozi wetu. Ni baraka kubwa kuwa hapa. The biggest blessing that makes that why it's so important to be here. I think coming to Jalsa Ground is a blessing for everyone that... Kuja katika jalsa hii ni baraka, na ni baraka wa kila mmoja wetu aliyepo hapa na kushiriki. He prayed for, is answered. Nikiripoti kutoka katika mkutano huu wa kimataifa wa 60 wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya hapa London, Uingereza, mimi ni Michael Noel, Star TV. Meya wa Manispaa Kibaha mkoani Pwani Nicholas Mawazo amewataka wasaidizi wa huduma za afya na utabibu na ukunga kufanya kazi kwa kufuata weledi na kumtanguliza Mungu, kwani kutofanya hivyo kunaweza kuhatarisha uhai wa binadamu ambao ndio wanategemea uponyaji kutoka kwao. Haya yamebainishwa na Meya wa Manispaa Kibaha Dr. Nicholas Mawazo wakati akiwatunuku vyeti wahitimu 192 wa fani za utabibu, ukunga na wahudumu wasaidizi wa afya katika chuo cha afya cha Kibaha. Amesema fani ya ukunga na utabibu na uuguzi Tazamaji, naomba radhi kwa sauti sio nzuri ya taarifa hiyo. Tusonge mbele. Jeshi la polisi Tarime Rorya limesisitiza uzazi na walezi kuendelea kulea watoto katika misingi bora ili kukua katika malezi yenye mwitikio. Taarifa kamili na Frankius Cleophas. Msisitizo huu unatolewa na kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, Mark Njera, wakati wa kutoa msaada wa vifaa mbalimbali katika kituo cha afya Sirari, ambapo pia jeshi la polisi wametoa zawadi kwa wagonjwa. Lengo letu ni kufanya yale matendo ya huruma sawa zenye vitalibani. Tunaamini hospitali kama ambavyo tumewaona hawa kina mama wanaotarajia kujifungua na wale waliojifungua, tunaamini malezi yanaanzia kwenye hatua ya awali ya mtoto kuzaliwa, na sisi tunatamani kuona Tanzania, jamii tunayoihudumia iwe na maadili mema.
inatusaidia kuachana na uhalifu na inatupunguzia sisi majukumu ya kufanya. Lakini by so doing tunaamini kwamba tukiwa na jamii yenye maadili itafanya kazi za kuzalisha. Kamanda Angela anaeleza matamanio yaliyo mengi kwa wazazi na walezi katika jamii inayotuzunguka. Na kila mtu akijifungua anatamani kuona mtoto wake anakuwa vizuri, lakini sisi jambo la msingi ambalo tunatamani kuona kwa watoto ni kukua wakiwa wamelelewa katika maadili mema. Na wakishakuwa na maadili mema, kwetu sisi tunaona ni faida, hawatajihusisha na uhalifu. Aidha, Amos Manya ambaye ni mganga mkuu katika kituo cha afya Sirari anatoa shukurani kwa jeshi la polisi Talimerolia kufanya tendo la huruma kwa wagonjwa wao. Tunajikinga sisi watu wa huduma, alafu tunawakinga pia wateja wetu, kwa sababu naweza nikatoa avinereva magonjwa kutoka kwa mgonjwa X kwenda kwa mgonjwa Y. Kwa hiyo ndio maana hizi gloves zinatembea sana. Kiboksi kina vipisi 100, lakini unashangaa kwa siku moja kinaisha, hata viwili vinaisha ndani ya siku moja. Mmenunua, nadhani gharama yake mnaijua ni kubwa. The same na hizo pamba, matumizi yake ya ndani. Kwa hiyo kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya Tarime Solomon Shati, sisi watu wa huduma nashukuru sana kwa ujio wako na wasaidizi wako katika mkoa wetu wa kipolisi. Na kwa hiyo sisi tutafikisha hizi zawadi kama zilivyo kusudiwa. Nikiripoti kutoka Tarime mkoani Mara, Francis Crawford, Star TV. Benki ya NMB imeendelea kubuni bidhaa na huduma za kifedha zinazolenga kuwezesha sekta binafsi, ikiamini kuwa upatikanaji wa mitaji nafuu ni nguzo muhimu ya kukuza biashara, kuongeza uzalishaji na kuharakisha maendeleo ya Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam, ofisa mkuu wa wateja binafsi na biashara Philbert Mpunzi amesema mpango huu unalenga kuondoa changamoto ya upatikanaji wa mitaji, huku meneja kanda ya Pwani Seka Urio akisema mpango huu ni fursa muhimu kwa wahandisi, wakandarasi na watu wa huduma za uchukuzi kukuza biashara zao na kuongeza ushindani katika soko. Wakandarasi wanakuwa wanahitaji, wakipata tenda wanahitaji, wanapotafuta tenda wanahitaji bid bond. Habari njema kutoka benki ya NMB, sasa hivi tunatoa bid bond ya mpaka dola milioni 10 bila dhamana yoyote. Kwa hiyo kwa wakandarasi wengi, especially wakandarasi ambao pia ni wazawa, labda kuwa na mali ambayo ina zaidi ya dola milioni 10 sio mara nyingi sana, na sio lengo letu kwamba uwe na mali ya dola milioni 10. Kwamba hata kama una hiyo mali ambayo ingeweza kuwa dhamana, benki ya NMB imewafikia na tunaweza kutoa hizo dhamana au bid bond bila kutoa dhamana yoyote. Kwa hiyo ni suluhisho kubwa. Lakini hatujaishia hapo, pia tumekwenda kwenye advance payment guarantee pamoja na performance guarantee, na zenyewe benki ya NMB tunatoa hizo mpaka shilingi bilioni 12 bila dhamana. Kwa hiyo ni wakaribishe sana wakandarasi. Najua hiyo ni habari nzuri kwa wakandarasi, na kama upo hapa labda wewe sio mkandarasi lakini unamjua mteja ambaye ni mkandarasi, basi wakaribie benki ya NMB waweze kujipatia hayo masuluhisho. Tumekutana na wateja wetu kwenye forum hii ambayo tunaita NMB Business Executive Network, ambapo tumepata fursa kama benki kupata maoni mbalimbali kutoka kwa wateja wetu moja, kampuni mbalimbali ambazo pia tumekuwa tukifanya nazo biashara. Lakini kama benki tulipata pia nafasi ya kuweza kuwaeleza wateja wetu masuluhisho mbalimbali benki ya NMB ambayo inatoa kwa sekta mbalimbali za kibiashara, mathalan wakandarasi, namna gani wakandarasi wanaweza wakafanya biashara yao kwa uzuri kwa kupata mikopo ya vifaa vya ujenzi.
Namna Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, Mhashamu Beatus Michael Kinyeia amesema kanisa hilo kupitia Benki ya Mkombozi inatarajiwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kuwezesha mitaji wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo, huku akisisitiza mpango wa kanisa Katoliki ni katika kuendelea kusogeza huduma za kifedha karibu na wananchi. Tupate taarifa zaidi. Askofu Kinyeia ameyasema hayo jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 17 wa mwaka wa wanahisa wa Benki ya Biashara ya Mkombozi, ambapo amesisitiza waumini wa kanisa Katoliki pamoja na viongozi wa parokia kuwa kipaumbele katika kutumia benki hiyo ya kanisa ili kukuza mtaji. Kwa sababu wawekezaji wanapoweka pesa zao wanangojea ni gawio, faida. Mmesikia wanahisa walivyosema wanangependa kuona hisa gawio likiongezeka, na itaendelea kwa ndoto ya Mkombozi. Tutaendelea kufanya kazi kwa nguvu kabisa ili faida iendelee kupatikana, ili gawio liendelee kuwa kubwa zaidi. Naye mwenyekiti wa Benki ya Mkombozi Gaspar Njuu pamoja na mkurugenzi wa benki hiyo wamesema benki imeendelea kufanya vizuri, ambapo umefanikiwa kupata mtaji wa shilingi bilioni 50 pamoja na kutengeneza faida ya shilingi bilioni 17, huku hatua hiyo ikitokana na mazingira wezeshi na kasi ya ukuaji wa kiuchumi nchini. Mipango tulionayo ni mipango ya kuendelea kukuza biashara ya benki, na tukiangalia soko la benki yetu, kwa sababu kila benki ina soko lake maalum, niche market. Tunapoangalia soko letu sisi kama Benki ya Biashara Mkombozi, tunajiona kama vile bado hatujachukua hata 10% ya sehemu ya soko ambalo tunatakiwa kulichukua. Tumewekeza kwenye mifumo, tumewekeza kwenye rasilimali za kuweza kutoa huduma zote za kibenki mnazotaka. Tumewekeza kwenye kuhakikisha kwamba tunatengeneza mifumo ya kutambua makundi mbalimbali ya wawekezaji, makundi mbalimbali ya watumiaji huduma za kibenki, ili kuwarahisishia katika upatikanaji wa huduma hizo, kuwaondolea vikwazo vile ambavyo kutokana na uchanga wa biashara zao, kutokana na uchanga wa mitaji yao, wanashindwa kupata huduma za kibenki mahali pengine. Benki ya Biashara ya Mkombozi imejipanga kuendelea kuwafikia wateja wao kila mahali na kutoa suluhisho bora za kifedha na kutumia kikamilifu fursa zilizopo ndani ya soko, huku malengo yao ni kupata matokeo chanya na mgao wa faida kwa wanahisa kila mwaka. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Angela Matayo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuende mapumziko mafupi, tutakaporejea hapa tutakuwa ni wasawa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 1 kamili jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo.
Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutufuatilia. Karibu sasa, huu ni wasaa wa jicho letu mkoani. Leo hii jicho letu linatoka huko ambalo linamulika na tazama mkoani Tabora. Wakazi wanaotumia barabara inayounganisha wilaya Uyui na Kaliua pamoja na wilaya Ushetu mkoani Shinyanga wamelalamikia ubovu wa daraja la Iyombe lililopo kata ya Kashishi kuwa linahatarisha usalama wa watu wanaopita kwenye daraja hilo ikiwemo vyombo vya usafiri. Tupate taarifa zaidi. Shimo lililopo katika daraja la Iyombe kata ya Kashishi ambalo linategemeana na wakazi wa wilaya 3 katika mikoa miwili ya Tabora na Shinyanga. Wakizungumzia daraja hilo, baadhi ya wakazi hao wanaelezea kuwa mbali ya kuhatarisha usalama wao na vyombo vya usafiri, pia barabara hiyo sio salama kwa watumiaji. Tuna changamoto ya hii njia, tunahangaika sana. Kwa hiyo tunamwomba mbunge wetu huyu ili atusaidie kutokana na hii njia tunayopitia. Mbunge wetu atusaidie ili tukio ili liweze kutekelezwa ili barabara hapa. Tunaona kama msongamano wa naniliu saizi tumesongamana hapa kwa ajili ya kupita mmoja mmoja. Ukimaanisha daraja hilo na barabara, viongozi katika kata ya Kashishi wanaelezea umuhimu wa daraja hilo kwa wanaolitumia na kuomba litengenezwe. Hili daraja lilijengwa kwa ajili ya kusaidia adha za wananchi kwenye mto huu Kasimano. Mto ambao unatokea sehemu mbalimbali huku sehemu ya Uyui kuelekea ukanda wa Ushetu. Huu mto ni mkubwa sana. Kwa kipindi cha masika wananchi huwa wanapata changamoto, hasa usafishaji wa mazao pamoja na wao wenyewe kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji. Umeona uje uone daraja hili ambalo lilijengwa tangu mwaka juzi, lakini na ndo hali hii inavyoonekana kama mtendaji alivyoeleza. Basi sisi kazi yetu tulitaka uje uone kwa maana ya kuweza kutusaidia marekebisho ya daraja hili. Mbunge wa Uliankuru Jafel Lufungija amekiri daraja na barabara eneo hilo kuwa muhimu na kuwapa matumaini wanaolitumia. Kwa bungeni nimezungumzia habari ya miundombinu hii, lakini pia serikali imetuongeza fedha kwa maana ya wakala wa barabara vijijini na mjini kufungua barabara hizi, na zimetangazwa kwa 60%. Na miongoni mwa barabara ambayo imetangazwa ni pamoja na hii barabara imetangazwa. Kwa hiyo wanakuja kufanyia kazi wahakikishe kwamba daraja linakamilika. Na tumeongea leo na meneja wa TARURA. Amenihakikishia kwamba mpaka kufika mwezi wa 8 shughuli za hii barabara zitakuwa zimeshaanza kutengenezwa. Pamoja na changamoto zake, daraja na barabara eneo hilo linawanufaisha wakazi wa wilaya za Tabora, Uyui na Kaliua mkoani Tabora, wakati wilaya za Ushetu na Kahama mkoani Shinyanga zikinufaika pia. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tutaenda mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutadunda na kuteleza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Watu wana mengi sana ya kuongea kuhusu maisha yangu. Watu wanadhani wananijua sana, ila bado hamjanijua. Siku zote umbea huenea kasi kuliko ukweli. Ulisikia umbea,
Sasa jua ukweli. Ailis, msimu wa kwanza kuanza Ijumaa saa 2 usiku kupitia Maisha Magic Bongo pekee, DSTV channel 160. Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa shabiki wetu nambari 1. Karibu, hizi ni habari za michezo na burudani. Wadau na wapenda maendeleo ya michezo nchini wametakiwa kuunga mkono juhudi zinazofanywa na serikali katika kuhakikisha vijana wanaendelezwa katika michezo ili kufikia ndoto zao kupitia michezo mbalimbali wanayoshiriki. Taarifa ya mwandishi wetu Elisha Ndalo inasomwa studio. Akizindua mashindano ya Kafiti Cup, mbunge wa jimbo la Ilemela Kafiti William amesema mashindano hayo yanalenga kuinua na kukuza vipaji vya vijana, hivyo iko haja ya kusimamiwa vyema. Lengo ni kuhakikisha vijana wetu tunawapeleka kwenye academy mbalimbali kuweza kuendeleza vipaji vyao, lakini kubwa pamoja na kuleta sifa za nchi baadaye, lakini jambo kubwa jingine ni uwezeshwaji wa ajira. Kama mtakumbuka, michezo ni ajira, mpira ni ajira. Tunategemea baada ya muda hapa Shafii atatuletea wachezaji ambao wako Barcelona, Man City, Man United, Arsenal. Mkuu wa wilaya ya Ilemela Amiri Mkalipa ameweka wazi kwamba serikali inaendelea kujenga viwanja vya michezo wilayani humo ili kuondoa changamoto ya vijana kukosa mahali pa kuchezea. Jenga uwanja wa mpira wa football, tutajenga wa netball na volleyball ili kuongeza vituo vya michezo katika wilaya yetu. Mwisho na kwa umuhimu, timu zote zinazoshiriki kwenye mchezo huu, bingwa hapatikani kwa maneno, bingwa hapatikani kwa vurugu, bingwa anapatikana kwa kucheza dakika 90 ndani. Na sisi kama serikali tumejidhatiti, mashindano haya yatafanyika kwa utulivu. Kwa upande wake, mdau wa soka Shafii Dauda amebainisha kwa vijana wanatakiwa kutumia vyema fursa hiyo katika kutimiza ndoto zao, na wao kama wadau wapo tayari kuhakikisha wanawasimamia na kuendeleza. Kijana kisha kuwa na kipaji haitoshelezi kumpeleka kwenye mipaka ya kufika huko mbali zaidi. Yeye mwenyewe kuwa tayari kuonyesha kuanzia hapa, alafu hizo fursa zingine zinafuata. Kwa hiyo nitakuwepo kwa kushirikiana na wenzangu. Bahati nzuri sisi tunafanya kazi kwa kushirikiana. Kwetu sisi tunaamini tunapoweza kusapoti vijana hasa katika sekta ya michezo na kugeuza michezo kuwa ajira, tuna uwezo wa kuongeza thamani ya maisha ya vijana hasa kupitia michezo. Nao wachezaji wa timu ya waandishi wa habari jijini Mwanza wamejinadi kuwa wamejipanga kikamilifu kuhakikisha wanafanya vyema katika michuano hiyo ya Kafiti Cup. Ubingwa wa Kafiti Cup msimu huu unakwenda kwa waandishi wa habari kwa sababu tunajiamini vizuri sana. Tuna vipaji, tuna vijana. Tasnia hii ina vijana wengi sana ambao wanajua kucheza mpira. Niseme kwamba tunakwenda kutoa vipigo vitakatifu. Baada ya kuwa tumetoa vipigo vikubwa sana kwa timu kama za mawakili, mamlaka ya mapato Tanzania, mikoa jirani kwa mfano Tabora, kule wilaya ya Tarime na wadau wengine mbalimbali hapa kanda ya Ziwa. Sasa tunakwenda kuonesha kupitia mashindano haya. Njoo kwa waandishi wa habari, bila shaka unaweza kupata zawadi yako kama mshabiki bora wa timu ya waandishi wa habari ambao tumedhamiria katika msimu wa mwaka 2026 kuhakikisha kwamba timu inafika hatua ya fainali. Mashindano ya Kafiti Cup yanashirikisha timu 24 kutoka kata za jimbo la Ilemela na itafanyika katika viwanja mbalimbali ikiwemo viwanja vya Sabasaba, Igombe na Bwiru, na mshindi atapata kombe na shilingi milioni 5.
Namna mwenyekiti wa chama cha kuogelea nchini TSA David Mwesige amesema ataendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutoa elimu ya mchezo wa kuogelea ili kujifunza jamii namna ya kuokoa pindi watakapopata majanga ya kuzama. Taarifa kamili na Mbwana Shomari. Mwasioge ametoa wito huo kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuzuia kuzama maji iliyoandaliwa na taasisi ya Tanzania Beach Lifeguard, ambapo walitumia siku hiyo kutoa mafunzo ya kuogelea kwa vijana na watu wenye mahitaji maalum. Amesema kukiwa na kliniki hizo mara kwa mara itawasaidia kupata waogeleaji wenye viwango vishindani ambao wanaweza kuwakilisha vyema taifa kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo fursa kuwafundisha, na tunatambua kuna chama kwa ajili ya walemavu kwenye kuogelea, tunashirikiana nao vizuri. Kwa hiyo lengo ni kuhamasisha na kutoa hamasa kwa Watanzania wengi waweze kujua kuogelea. Wakishajua kuogelea, tutawapata wale ambao watasema sasa sisi tunataka kuwa waogeleaji wa kushindana kitaifa, kimataifa. Lakini cha kwanza kujua kuogelea ni msingi. Mkurugenzi wa taasisi ya Tanzania Beach Lifeguard Amina Mfaume amesema kwenye maadhimisho ya siku hiyo wameamua kushirikisha kundi la vijana wenye mahitaji maalum kutokana na kundi hilo lipo hatarini pindi linapotokea majanga ya maji. Kikubwa tulicho focus Tanzania Beach Lifeguard mwaka huu ni kwa watoto ambao wana mahitaji maalum. Tunaamini kwamba wao ndio wako kwenye riski kubwa sana katika majanga ya maji. Ukiangalia wote hawa ni wanafunzi na wanaenda shuleni, wanakutana na mafuriko, wanakutana na nini. Ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakavuka bila kupata changamoto yoyote, ndio kikubwa ambacho tunakifanya kwao, na tunawafundisha jinsi ya kujiokoa wenyewe, kumuokoa mtu ambaye yuko nao, lakini vile vile kupata swimming skills na water safety education. Ndicho kikubwa ambacho tunakifanya. Baadhi ya vijana wenye mahitaji maalum wamesema mafunzo haya yatawasaidia katika kujilinda na kuzama maji. Kwa kama sisi wenye mahitaji maalum, kwa maana yake yani kama vile wanatuona kama vile hatuwezi kuogelea kama hivi. Mashauri. Kwa mtu binafsi tuseme labda kajichagua tu kuchagua shule mbalimbali ya walemavu kuja kushiriki yani mazoezi, ili hata ikitokea challenge sehemu nyingine na pia wanakuwepo wapo, kwa hiyo wanaambatana nao. Inatusaidia kujua kuogelea. Pia inatusaidia tukiwa katika hatari ya majini tunaweza kujisaidia wenyewe. Watu wengi wanaamini watu wenye mahitaji maalum hawawezi kufanya chochote, wanahitaji tu msaada. Ila kama hivi nikijua kuogelea, ikitokea hata majanga anaweza kujiokoa mwenyewe. Ujumbe unaobebwa na chama cha kimataifa cha kuzuia kuzama maji kimataifa inasema tunatambua watoto wenye ulemavu wapo kwenye hatari, tunawafundisha jinsi ya kujiokoa na jinsi ya kuogelea. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Mtazamaji, taarifa yake Mbwana Shomari ndio inahitimisha habari za michezo kwa siku ya leo, lakini pia ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Star TV kwenye chumba cha habari. Jina langu ni Abdullah Othman. Kwaheri, ulale unono.